Mambo matatu kwa nini mwanamke haupaswi kulea ugonjwa wa kisukari. Kama wewe ni mhanga wa tatizo la kisukari na ni mwanamke, naomba ufuatilie somo hili mpaka mwisho. Hata kama ni mwenzi wako, fuatilia kwa ajili ya kumsaidia ili aweze kujinasua haraka. Sababu ya kwanza kwa nini haupaswi kulea ugonjwa wa kisukari ewe mwanamke ni kwenye eneo la mfumo wa uzazi. Hasa kwako ambaye bado haujakoma hedhi, haujafikia ule umri wa kukoma hedhi. Ugonjwa wa kisukari unaweza kusababishia kupata menopause katika umri mdogo, miaka 25, miaka 30, miaka 27, miaka 35. Wapo watu ambao sasa hawapati hedhi tena katika umri huo. Lakini pia katika mfumo wa uzazi unaweza kawa unatafuta mtoto bila mafanikio. Ndio unapata hedhi lakini mayai hayakomai, una mvurugiko mkubwa wa homoni, siku za hedhi hazieleweki kwa sababu mfumo wa uzazi unaathiriwa sana na sukari. Hata ukifanikiwa kupata mtoto, unaweza kuwa katika kulea ile mimba ukapata hata mtoto mwenye matatizo kwa sababu umelea tatizo la kisukari. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya tiba za kutokomeza huu ugonjwa. Namba 2, kwa nini hupaswi kulea ugonjwa wa kisukari ni ile amani ya nafsi, utulivu wa kiakili. Wewe mwanamke unaji-express zaidi kwa hisia kuliko logic. Mambo ya logic, mambo ya mantiki ni mambo ya wanaume. Sasa tunatarajia uwe na hisia nzuri. Ndio wewe ni emotional creature, kiumbe cha hisia zaidi. Sasa uwe na hisia za upendo, furaha, amani, utulivu. Lakini ugonjwa wa kisukari unaweza kuvuruga hata ile amani yako ya kawaida, ukajikuta unakuwa mkali, mood swing, yani una makasiriko yasiyoeleweka. Sasa mume wako hawezi akaenjoy, watoto wako, wafanyakazi wenzako watashindwa kukuelewa, na sio kwa sababu umekuwa mkali tu kwa sababu ya mazingira, ni kwa sababu ya ugonjwa unaathiri sana mfumo wa fahamu. Kwa hiyo usilee ugonjwa. Lakini cha tatu ni viungo vyako. Ugonjwa wa kisukari unaweza kusababisha ukawa mlemavu, wakati hata miguu, figo zako zikafeli. Na wajua watu ambao, wakina mama ambao sasa hawawezi kutembea kwa sababu ya sukari. Na wajua kina mama ambao wameathiriwa na sukari kwenye upande wa macho, hawezi kuona tena, hajafika hata miaka 60. Ina maana unaenda kumaliza miaka kwa bila furaha. Sasa una furaha, una familia, una watoto, huwezi kuenjoy maisha kama utaruhusu ugonjwa huu ukuchakaze. Kwa hiyo hakikisha unachukua hatua kwa kufanya tiba inayolenga kuondoa ugonjwa. Achana na hizi tiba zinazokusaidia kulea ugonjwa ukibaki kwenye zile dalili tu. Mimi ni Sam Nature, karibu kwa ajili ya program za kutokomeza ile tatizo. Yes.